Naam, mtazamaji, hali ya Tundu Lissu sasa hivi sio nzuri gerezani Ukonga, Tanzania, huku Chadema sasa hivi wakiweza kufichua jambo hili ovu ambalo limeweza kutendwa dhidi ya Tundu Lissu na wafuasi wake kutoka gereza la Ukonga. Kabla ni kupasha ripoti hizi za kutatanisha na ambazo ni habari mbaya, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Hali ya kisiasa nchini Tanzania imechafuka tena baada ya katibu mkuu wa Chadema John Mnyika leo kufichua kuwa amezuiwa kuonana na mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu baada ya masharti mapya kuwekewa Tundu Lissu gerezani. Wakati wa ziara yake katika gereza la Ukonga leo, John Mnyika amefichua habari mbaya. Kwa mujibu wa taarifa hiyo ya John Mnyika ambayo pia imesambazwa na Chadema iliyowekwa kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X almaarufu ulijulikana kama Twitter, John Mnyika alifika gerezani kwa nia ya kuangalia hali ilivyo ya Tundu Lissu na kuzungumzia mambo muhimu ya chama, lakini maofisa wa gereza walimweleza kuwa amewekwa kwenye orodha ya watu waliokatazwa kabisa kukutana na Tundu Lissu. Jambo hili limezua mjadala mkubwa nchi nzima na kuashiria tukio jingine la habari mbaya kwa Tundu Lissu, huku askari jela wakiwazuia wageni kumuona kuanzia sasa baada ya kumwekea masharti mapya ya kwamba hakuna mtu anaweza kukutana naye isipokuwa ndugu yake wa damu. Katika habari iliyoweza kuchapishwa kupitia mtandao wa kijamii wa Chadema, waliweza kuchapisha ripoti hiyo ya Mnyika ama John Mnyika wakiandika ama aliandika, askari wa magereza wamenizuia kuingia gereza la Ukonga leo kumuona mwenyekiti wetu Tundu Lissu. Wamesema wana maelekezo kuwa asionane na kiongozi wowote wa Chadema Tanzania. Tutautaarifu umma hatua tutakazozichukua kufuatia kadhia hii. Mtazamaji, hata hivyo, Mnyika alionyesha wasiwasi wake mkubwa kuhusu mazingira ya zuio hilo, akibainisha kuwa inazua maswali mazito kuhusu uwazi na haki katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu. Alidai kuwa katazo hilo ambalo halijaelezwa linadhoofisha haki za wafungwa kupokea kutembelewa na familia, mawakili na maafisa wa chama. Wadadisi wengi wa mambo wameeleza kuwa hizo ni taarifa mbaya kwa Tundu Lissu, kwani askari magereza kuwazuia wageni kumuona kuanzia sasa, hasa wakati huu ambao mawasiliano na uongozi wa chama cha Chadema ni muhimu zaidi. Katibu mkuu wa Chadema alisisitiza kuwa kunyimwa huduma kunaleta sintofahamu kuhusu usalama na ustawi wa Tundu Lissu ndani ya gereza hilo. Aliongeza kuwa kuzuia mawasiliano chini ya maelekezo yasiyoeleweka kunatoa taswira ya kutatanisha jinsi haki inavyotekelezwa katika masuala yanayohusu wafungwa mashuhuri wa kisiasa kama Tundu Lissu. Kwa wakosoaji wa serikali, hii bado ni habari mbaya zaidi kwa Tundu Lissu na Chadema, kwani maofisa wa jela sasa hivi wamezuia wageni wote kumuona kuanzia sasa na kuendelea baada ya masharti mapya, na pia kumeongeza wasiwasi wa kuingiliwa kisiasa. Katika maelezo yake, John Mnyika alisema chama hicho hakitachukulia suala hilo kirahisi na kwamba tayari mashauri ya ndani yanaendelea ili kujua hatua zinazofuata. Aliwahakikishia wanachama na wafuasi wake kuwa Chadema itatangaza maamuzi yake mara baada ya mashauriano na mikutano kukamilika leo. Matamshi yake alisisitiza kuwa tukio hili la kusumbua ni habari mbaya kwa Tundu Lissu, kwani maafisa wa gereza sasa wameweka masharti mapya ambayo yanawazuia Chadema kumtembelea Tundu Lissu. Zuio hilo limeibua wimbi la mijadala mitandaoni leo, huku wananchi wakitaka mamlaka ziweke wazi misingi ya kisheria ya kumzuia Mnyika kumuona Lissu na watu wengine. Wengi walibainisha kuwa katika hali ya kawaida marufuku hayo lazima yakubaliwe ama kwa maandishi au kupitia tangazo rasmi la kiserikali. Mijadala kwenye mitandao ya kijamii imedhihirisha kuwa vikwazo hivyo ambavyo havijaelezwa ni sawa na habari mbaya kwa Tundu Lissu, huku maofisa wa magereza wakiwazuia wageni hasa wa Chadema kumuona kuanzia sasa, na hivyo kuibua mashaka juu ya kile kinachoendelea bila mashabiki. John Mnyika alisisitiza kwamba kukutana na viongozi wa kisiasa waliowekwa kizuizini ni haki ya msingi kwa wafungwa na taasisi wanazoziongoza.
Kuzuia upatikanaji huo, alionya, kunadhoofisha maadili ya kidemokrasia na kujenga mazingira ambapo mamlaka inaweza kuzuia mtiririko wa habari kwa mapenzi. Kama wachambuzi wa mambo walivyobaini, jambo hilo linaongeza mtindo wa habari mbaya kwa Tundu Lissu ambazo zimekuwa zikienea ndani ya wiki kadhaa, hasa kufuatia tukio la awali ambapo viongozi wengine wa Chadema pia walikataliwa vivyo hivyo, kama vile Godbless Lema alivyosema siku ya jana. Watetezi wa haki za kiraia wamesisitiza kuwa sheria inaruhusu wafungwa kupokea wageni walioidhinishwa, isipokuwa kuna wasiwasi halali na ulioelezewa wazi wa usalama. Hata hivyo, hakuna maelezo hayo yaliyotolewa katika kesi hii ya Lissu. Wakati huo huo, wachunguzi wa masuala ya kisiasa wanaeleza kuwa marufuku hiyo ya kumtembelea Tundu Lissu inaonekana kuambatana na mvutano uliokithiri kati ya upinzani na taasisi za serikali kufuatia kipindi cha uchaguzi kilichokuwa na upinzani. Wanasema kuwa kuzuia kupatikana kwa Tundu Lissu kunaweza kuwa mkakati wa kumtenga na miundo ya chama. Mtazamo huu unazidisha wasiwasi wa umma kuwa ni habari mbaya kwa Tundu Lissu, kwani askari jela wanazuia wageni kumuona kuanzia sasa na hivyo kudhoofisha uwezo wake wa kuwasiliana na washirika wake. Katika ujumbe wake wa kuhitimisha, John Mnyika amewataka wanachama wa Chadema, wapenda demokrasia na wananchi kwa ujumla kuwa watulivu lakini wawe makini. Aliwakumbusha kufuatilia kwa karibu maendeleo ya kesi hiyo ya Tundu Lissu na kuendelea kujitolea kutetea misingi ya haki na kisheria. Alibainisha kuwa chama hicho kitaendelea kusimama kidete kulinda haki za kidemokrasia hata taarifa mbaya kwa Tundu Lissu, kwani askari magereza baada ya kuzuia wageni kuingia huko. Sasa Mnyika anataka Watanzania waweze kukaa macho. Wanasheria wa haki za binadamu wameitikia wakibainisha kwamba kizuizi chochote cha haki za kutembelewa lazima kiungwe mkono na sheria na sio maamuzi ya kiholela. Wanasema kuwa ikiwa hakuna notisi rasmi iliyotolewa, basi hatua hiyo haina msingi wa kisheria. Katika muktadha mpana, vizuizi vilivyowekwa kwa utembeleaji vinakuwa simulizi linalokuwa kuhusu kupungua kwa nafasi ya kisiasa kwa wahusika wa upinzani. Maendeleo haya yanawiana na wasiwasi ulioonyeshwa na wanaharakati wanaoonya kwamba kurudi nyuma kwa demokrasia kunaweza kuendelea kama kukiachwa bila kudhibitiwa. Tathmini zao zinaendana na kauli mbiu inayoendelea ya habari mbaya kama hizi kwa Tundu Lissu. Taarifa kutoka ndani ya duru za kisiasa zinaonyesha kuwa wanachama wa Chadema wanatafsiri tukio hilo kuwa ni jaribio la kukandamiza mawasiliano ya ndani na kudhoofisha ari ya Chadema. Wanasema kuwa hatua kama hizo zinahatarisha kuongezeka uaminifu wa umma katika taasisi za serikali. Hisia zilizopo zinadhihirisha tena kwamba hizi ni habari mbaya kwa Chadema na wafuasi wote wa Tundu Lissu kwa ujumla. Wakati mjadala ukiendelea kuibuka mtandaoni na nje ya mtandao, leo Watanzania wanasubiri ufafanuzi kutoka kwa mamlaka ya magereza kuhusu nia na misingi ya kisheria marufuku hiyo. Wengi wanatumai kuwa uwazi utatawala, huku wengine wakihofia kuanza kwa awamu mpya ya udhibiti mkubwa wa kisiasa. Hata hivyo, ukweli wa moja kwa moja bado haujabadilika. Ni habari mbaya kwa Tundu Lissu, kwani maofisa wa jela leo wanawazuia wageni kumuona kuanzia sasa. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti habari ama taarifa hizi. Nijuze maoni yako upande wa comment section, unijuze kama unaliunga mkono swala hili au unadhani ni vibaya kwa serikali kuweza kuzuia wageni wa Tundu Lissu kumtembelea. Vile vile mtazamaji, ukisha like video hii na kusubscribe, bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.